wageni ni wageni wetu, tunafurahi kuwaona. Karibuni sana. So leo tutajifunza kwa uchache tu kwamba je, ninaweza kujitakasa au ninaweza kuomba utakaso? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Je, ninaweza kuomba utakaso au je, ninaweza kujitakasa? That's a question. Unajua hata maswali mabaya ni maswali pia. Hallelujah. Swali nasemaje? Ninaweza kuomba utakaso au je, ninaweza kujitakasa? Ni muhimu kuwa na majibu ya maswali kama haya kama muamini. Ni muhimu kabisa muamini awe na usahihi wote wa fundisho la Kristo katika maisha yake. Mambo yote ambayo yanafanyika katika kanisa ama katika maisha ya muamini, kwa habari ya matumikio aina mbalimbali au mwenendo wa muamini, yanapaswa kuwa swali ni matokeo ya neno la Mungu lililoandikwa. Yaani maana yake mfumo wetu wa kufikiri, mfumo wetu wa imani na mwenendo wetu wa kila siku na mambo ambayo tunayafanya, practices katika kanisa la mahali au kwenye maisha yetu mmoja mmoja, yanapaswa kuwa na msingi kwenye nini? Neno la Mungu. Do you understand that? Kwa maana neno la Mungu ndio linalotawala ama ndio blueprint, ndio ramani ya maisha, ndio kiongozi wa mambo imani. Kwa maana hatufanyi mambo kwa sababu ya mazoea, wala hatufanyi mambo kwa sababu watu wengine wengi wanafanya. Tunafanya chochote ambacho tunapaswa kufanya katika kanisa na katika maisha yetu ya kila siku kwa sababu neno la Mungu limesema hivyo. Hallelujah. Unajua ni ukweli kwamba kuna mambo yanaweza yakawa ni ya miaka mingi ya vizazi na vizazi. Inawezekana umezaliwa umeyakuta, na tangu umezaliwa ukisikia hivyo, na umetembea ukiishi unasikia hivyo kwa muda mrefu. Kuna mtu mmoja alisema maisha yangu yote nimekuwa nasikia hivyo, unaniambia nini leo? Inawezekana ukasikia maisha yote namna hiyo, lakini bado isiwe ni neno la Mungu. Tunaelewana? Hiyo imekaa sawa? Kwamba inawezekana ukasikia jambo au mambo maisha yako yote na bado isiwe ni nini? Neno la Mungu. So wanadamu tuna tabia ya kuyaenzi na kuyashikilia yale ambayo tumekuta yamekuwa kama utaratibu. Unajua utamaduni unaambukiza na unashikika kwa wepesi zaidi. Unapokuta watu wa jamii fulani wanafanya jambo fulani, unazoelea na kulia katika hayo. Acha nafasi ya kuuliza kwa nini wao mnafanya hivi. Wanasema tu ndio utaratibu wa kijiji chetu. Mpaka mtu mmoja labda baadaye sana mwenye akili ya kuuliza maswali, lakini kwa nini hawa watu wanafanyaga hivi? Kwa nini huu utaratibu unakuwa hivi? Anapoanza kuuliza, anaanza kukuta watu wengi anaowauliza na wao hawafanyi nini? Hawajui. Wasema tulikuta wazee wetu wanafanya. Asema hivi ni vitu ambavyo tumelithi tangu wazee na wazee, ni utaratibu wetu. Kwa maana yake nini? Hatujui. Ila na ukileta jambo tofauti na hilo, tayari unakuwa kama wewe unaleta mambo ya kigeni na yasiyofaa kabisa katika hiyo jamii. Ndivyo ilivyo na katika imani ya Kikristo. Miaka zaidi ya 2000 tangu Kristo ameondoka, kanisa limepita katika nyakati za aina mbalimbali. Na watu wengi pia wakiinuka wakiwa walimu, wakifundisha. Kwa kuna mafundisho mengi kabisa ambayo yameingia katika kanisa ambayo hayakuwako ama sio msingi wa neno la Mungu wala sio fundisho la kitume. Kwa sababu fundisho la kanisa halibadiliki wala halievolve, halibadiliki na wakati. Fundisho la kanisa linabaki kuwa lile lile tangu mwanzo mpaka nini? Mwisho. Yaani yale Kristo aliyofundisha na kuagiza mitume wake wafundishe ndio ambayo na kanisa linapaswa kufundisha leo. Na ndio maana ya wanafunzi. Wanafunzi maana yake unapokea kutoka kwa mwalimu wako. Na unakuwa mwaminifu katika kile ulichopokea na wewe unakifundisha kama kilivyo. Kwa Paulo anamwambia Timotheo kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza na 2, anasema ya kwamba yale uliyosikia kwangu mbele ya mashahidi nini? Wengi. Anasema hayo wafundishe wengine, watu waaminifu watakaweza kuwafundisha na wengine. Hayo wakabidhi watu waaminifu watakaweza kuwafundisha na watu wengine. Kwa yale aliyoyasikia kwa nani? Kwa mtume Paulo. Ayachukue akiwa kabisa mwaminifu bila kuongeza chumvi wala cha kwake, awafundishe wengine. Tena hao wengine wasio watu wowote, watu waaminifu watakao wafundisha na wengine.
Glory to God. Kwa maana fundisho linakuwa linahama kutoka kizazi hadi kizazi bila kubadilishwa. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema mafundisho sio matokeo ya ndoto za usiku. Au kusema usiku nimeonyeshwa na Bwana. Fundisho la Kristo sio aliko subjected na maono, kwa maono. Yaani maono hayatengenezi fundisho la Kristo. Ndoto hazitengenezi fundisho la Kristo. Fundisho la Kristo ni matokeo ya neno liloandikwa. Glory to God. Nafikiri tumejifunza mara nyingi kwamba Kristo mwenyewe alipokuwa duniani alifundisha kutoka Musa na manabii. Alianza kutoka Musa na manabii wote akiwaeleza mambo yote kumhusu yeye mwenyewe au kuhusu habari za ufalme wa Mungu. Kwa maana yake ni kwamba mitume walifundisha katika mtindo ule ule wa Yesu. Wa kwanza Musa na nini? Na manabii. Kisha Musa na manabii tunaongelea Mwanzo mpaka nini? Malaki. Are you getting it? Tuko pamoja. Tunaongelea Mwanzo mpaka nini? Malaki. Maandiko matakatifu, Musa na manabii. Tukisema Musa tunaongelea vitabu 5 vya kwanza, Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la nini? La Torati. Vitabu 5 vile vinaitwa Musa. Manabii unaanzia Yoshua mpaka kitabu cha Malaki. So Musa na manabii ni kuongelea Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki. Na hayo ndio yanaitwa maandiko matakatifu katika Biblia yako. Hallelujah. Then tuna vitabu vya Injili ambavyo vinaeleza habari za Yesu Kristo, vile alivyozaliwa, maisha yake duniani na huduma yake, kufa, kuzikwa na kufufuka kwake kama yanenavyo maandiko. Maandiko ni nini? Mwanzo mpaka nini? Malaki. Kwa ushuhuda wa Kristo kupata mateso na kuingia katika utukufu wake unapatikana kutoka Mwanzo mpaka nini? Malaki. Ukielezewa ulivyotokea kwenye vitabu vya nini? Vya Injili. Hallelujah. Ukishuhudia na mitume katika kitabu cha nini? Cha Matendo ya Mitume. Na fundisho likielezwa wazi wazi katika nyaraka zao. Glory to God. Hallelujah. Kwa mtindo ni ule ule, kwamba fundisho lolote la Kikristo linatoka kutoka Mwanzo mpaka Malaki. Injili yenyewe ni zao la Mwanzo mpaka Malaki. Paulo anasema kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 1, wa 2, wa 3 na 4, anasema Paulo mtume aliyeitwa na Mungu, alitengwa yubili injili ya Mungu aliyokwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii watakatifu katika maandiko. So manake injili ni habari ambazo Mungu alikwisha kuziahidi. Yaani manake zilitangazwa kabla. Anasema kwa kinywa cha manabii katika maandiko matakatifu. So injili hiyo ambayo Paulo anahubiri anasema ilikwisha kuahidiwa. Kwa utaikuta wapi? Kwenye Mwanzo mpaka nini? Malaki. So manake nini? Manake injili sio jambo jipya ambalo Paulo alikuja nalo ama Yesu alikuja nalo. Ni habari njema za mpango wa Mungu wa wokovu na ukombozi tangu Mwanzo mpaka nini? Malaki. Are you getting it? Unaelewa hiyo kitu? So mitume waliofundisha imani, walifundisha Biblia yao ilikuwa ni nini? Mwanzo mpaka Malaki. Mitume walipofundisha upendo walifundisha kutoka wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Are you getting it? Hii inaeleweka? Au walikuwa na kitabu kingine? Walikuwa wanasoma Efeso. Waefeso ni nyaraka zao kwa makanisa waliohubiri injili ambao walikuwa wanafundisha kila siku. So walikuwa wakiingia kanisani, Biblia wanaofungua ni Mwanzo mpaka Malaki. Hallelujah. Ndio Biblia ya Yesu. Anasema haya ndio niliwaambia nilipokuwa nikingali pamoja nanyi. Hiyo ni Luka 24. Ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na manabii na Zaburi. Lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na manabii na Zaburi. Sasa haya ndio niliyokuwa nikiwaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi. Maana kabla ya Yesu kufa alikuwa anawafundisha kutoka katika maandiko hayo. Baada ya kufuka anasisitiza katika hayo. Anasema ndivyo ilivyoandikwa kwamba Yesu Kristo, anasema Kristo atateswa na siku ya tatu atafufuka. Tuko pamoja? Na kwamba habari ya toba na ondoa dhambi tobuliwa kwa mataifa yote kuanzia na tangu Yerusalemu, na ninyi mashahidi wangu. Glory to God. So Yesu anafundisha kutoka Mwanzo mpaka Malaki. Na mitume nao anawaagiza kwenye kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa 19 na 20. Kianzia 18 anasema akaja kwa akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Tazama niko pamoja nanyi hata mwisho wa nini? Wa dahari. Sasa mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. So maana yake mitume waende wakafanye wanafunzi. Lakini katika kufanya kwao wanafunzi, hawafanyi wanafunzi wanavyojisikia. Hawafanyi wanafunzi kwa kuwafundisha chochote. Ile neno kuwafanya wanafunzi maana yake kumweka mtu darasani. To enlist somebody in a school, you enlist somebody as a student. Unamfanya mtu kuwa mwanafunzi anayejifunza. Unamwandikisha shule. Shule ni rasmi, sio informal ya ovyo ovyo. Ina mtaala. Ikisema tunaenda shule, hiyo shule lazima ijulikane inafundisha nini. Shule hii ambayo mitume wanaagizwa na Yesu ni shule ya Kristo. Kuwafundisha yote aliyowaamuru. Maana yake aliyowafundisha, maana yake yale ambao wameyaona akitenda na kuyasema na kuyafundisha.
Haleluya. Tuko pamoja? Kwa mitume wana fundisho la Kristo. Na wao kwenye kitabu cha Mitume sura ya 2 mstari wa 41-42 anasema wakaongezeka watu wapatao 3000 wakaongezeka katika kanisa, wakadumu katika fundisho la nini? La mitume. Wakadumu katika fundisho la mitume, katika kusali na katika kumega mkate. Walidumu katika fundisho la mitume ambapo anazungumza kulikuwa na fellowship, kulikuwa na sala, kulikuwa na kumega mkate pamoja. Wakadumu katika fundisho la mitume. Matendo ya Mitume 2:42. So maana yake wanafunzi walikuwa wanafundishwa. Wanafundishwa nini? Fundisho la mitume. Fundisho la mitume litakuwa fundisho la Yesu. Ndivyo ilivyo, sio? Yale waliopokea. Kwa unaona Paul pia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa kwanza, pili na watatu anasema mimi nami nalipokea yale ambayo mimi nami naliwatolea yale niliyofanyaje? Niliyopokea. Haleluya. Ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo nini? Maandiko. Na ya kwamba alifufuliwa siku ya tatu kama yanenavyo nini? Maandiko. Kwa sababu injili ile aliyohubiri naye alihubiri kama alivyopokea. Kwa leo tukisema kuhubiri injili, unaenda kuhubiri injili kama ulivyopokea. Zima nenda kafanya wanafunzi, unafanya wanafunzi kama ulivyopokea. Vile umefundishwa na walimu wako. Manake ni jambo la makabidhiano. Umepokea na wewe unaenda unakabidhi, unatoa kwa wengine. Na wao wanapokea kama ilivyo, wanatoa kwa wengine. Kwa fundisho la Kristo linabaki moja mwanzo mpaka mwisho. Neno la Mungu halibadiliki. Glory to God. Kwa ukifundisha kuhusu maombi, haiwi tofauti kwamba ni ufunuo wako binafsi kuhusu maombi. Sema usiku Bwana amenifundisha atomic bomb prayers. Maombi ya mabomu. Jinsi ya kuwalipua madui zako. Pattern ni ile ile. Kama mitume hawakuwa wanaombea adui zao, manake na wewe huombei nini? Kuwaombea kufa. Nazungumzia kuombea mabaya. Kama Yesu akuombea mabaya adui zao, manake na sisi waamini leo atuombei mabaya nini? Adui zetu. Do you get that? Tunatembea kwenye fundisho la Kristo. Mathayo 5:45, 46, 47, 48. Yesu anawaambia kwamba asema ya kwamba wabarikini wanaofanyaje? Wanaowaudhi. Si ndivyo? Wabarikini wanaowalaani, wanaoudhi. Wabarikini. Maana sema vizuri. Kubariki ni nini? Kumsemea vizuri, kumtakia mema, kumsemea vizuri yule mtu ambaye anasema vibaya juu yako. Anakulaani, anakutukana, anakuudhi. Waombeni wanaowaudhi. Hilo ndio fundisho la Kristo. Anasema ili muwe kama baba yenu aliye wapi? Mbinguni. Muwe wakamilifu kama baba yenu alivyo mkamilifu. Kwa maana yeye huwajeshea mvua wema na wabaya. Anasema hata wasiomshukuru, ni mwema hata kwa wasiomshukuru. Anatufundisha tabia ya baba jinsi alivyo. Ni mwema kwa maadui zake, halipi ubaya kwa ubaya, ni fundisho. Na ndivyo unaona na mitume hata wakati wanateswa, wanakimbizwa, wanatafuta kunyongwa na kuchinjwa. Kwa lugha nyingine wanatafuta kutekwa. Haleluya. Wanakamatwa. Aidha na wanaojulikana ama wasio. Hawaoni wakiomba moto ushuke na kuala na kuangamiza. But do you know a funny thing about the doctrine of Christ today? Fundisho ambalo lipo katika kanisa leo. Very fun. Ni kwamba 90% ya Wakristo wanaombea mabaya adui zao. Okay, wauliza sema ndivyo ambavyo tumepokea kutoka kwa wazee. Nipiga, chinja, kanyaga, chinja, shika. Choma kabisa. Umetoa wapi? Ndio swali la msingi. Kwamba ndivyo Bwana wako alivyokufundisha? Ndivyo Kristo alivyokufundisha? Anasema hamna, tunaachaje maadui zetu? Anaenda ananyofua mstari kwenye Zaburi. Njia zao ziwe giza, ziwe mashimo wadumbukie. Ndivyo Bwana wako alivyoomba? Je, mitume waliorganize maombi ya namna hiyo? Haleluya. Sasa tunaitisha maombi ya kitaifa. Tunaomba nini? Unajua issue sio kuombea taifa, unaomba nini? Unajua kwa Mkristo ni kuwa na moyo wa Kristo. Kwa sababu ndivyo tulipokea. Anasema kama alivyo ndivyo tulivyo sisi duniani. Haleluya. Ukiniuliza, unajua ngoja nikwambie, kuna vita wakati wote kati ya mwili na roho. Ninaanza nikaongea zaidi. Kuna vita wakati wote kati ya mwili na roho. Haleluya. Na lazima utu wetu mpya ushinde mwili.
Kwa sababu kwa jinsi ya mwili mimi mwenyewe ukiniuliza, yani kuna namna natamani hivi. Ipo inataka kujiinua. Kuna namna nakuwa natamani hivi. Anasema hawa wajinga wamezoea sana, wana kiburi sana, wanyoshwe hawa. Yaani kuna unatamani hivi. Haleluya. Huo ni mwili. Haleluya. Who are we? Sisi tumeumbwa katika Kristo Yesu. Tutende matendo mema ambayo Mungu amekwisha kuyaamuru tangu mwanzo. Haleluya. Kuwaombea wanaotuudhi. Huko ndio kuwa mtu wa kiroho. Sio kunena kwa lugha tu. Kuwa mtu wa kiroho ni kuishi kama mtu wa rohoni, kuishi kama Kristo. Kushinda mwili na tamaa zake. Wivu, chuki, hasira, fitina. Wengi wanapambana, kuna mambo ambayo wengi wanapambana nayo, lakini wanashindwa na vitu ambavyo ni vya msingi zaidi katika uhusiano wa kimaisha kwa binadamu kuliko mambo mengine. Kushinda chuki. Mtu ameshinda dhambi ya wivu lakini ana chuki. Unaona sasa kinachooperate ndani yako sio roho wa Mungu, ni nini? Ni roho wa giza. Roho wa giza. Sema tu ukweli. Tuwe mwenyewe unasema saizi kwa hali iliyopo katika nchi yetu, hebu ombea taifa. Tuko naombaje? Tuko naombaje? Unaweza kutofautisha roho na mwili hapo ndani kidogo? Yaani desire yako, kale katamaka kiu iliyoko ndani ni ipi hasa? Kiu yako ni ipi hasa? Kiu yako ni ipi hasa? Huu ndio wakati wa kuwa wa Kristo vizuri zaidi, kwa sababu upendo haupimwi wakati kila kitu kiko nini? Sawa. Watajua sisi ni watoto wa Mungu kwa vile tunavyopenda ndugu, kwa vile tunavyopendana. Haleluya. Kwa vile tunavyopendana. Tunasema nini wakati wa machafuko? Ndio test ya Mkristo. Unatembeaje wakati kuna watu wameshika malungu na mapanga wanataka kumaliza? Ndio hapo tunaonekana Ukristo wako utadhihirika. Sasa wewe hujui tu. Wewe hujui tu. Wangekuwa wamekuja nyumbani kwako. Sasa wakati wamekuja nyumbani kwako kweli kabisa na manguo meusi. Sasa hapo ndio tutajua nini unasema wakati mambo kama hayo yamekuta. Giza limekuja. Watesaji wale wamekuja, wako juu yako sasa. Au wametesa ndugu zako kabisa. Umeondokewa na ndugu kwa sababu yao. Nini unasema? Ndio kinasema huyu mtu amekomaa katika imani yake ya nini? Ya Kikristo. Kumbuka Stefano. Wakati anapigwa mawe, anaona kabisa these guys wananiua, na roho ambayo wanaionyesha na macho na nini na huruka vyote ni kwamba wamedhamiria kummaliza. Alafu anatabasamu, anasema anamtazama Bwana ameketi katika kiti cha enzi. Asa Bwana uwasamehe kwa sababu hajui walitendalo. Je, Wakristo tunaweza kusema maneno ya Stefano? Sasa question. Bwana wasamehe, hawajui walitendalo. Hamna, hao wanajua kabisa. Tunaambia watu wako confused. Hawajui walitendalo. Nyuma yako kuna spirits, watu wako overwhelmed. Shetani na majeshi yake, wakuu wa giza na wahanga wanaendesha, wanasukuma, wanainspire. Uovu wowote unakuwa inspired na adui. Ndio maana nasema vita vyetu sio juu ya nini? Damu na nyama. Mkristo anapaswa kufahamu. Mkristo anapaswa kufahamu kwa vita vyake sio juu ya damu na nyama. The moment umeanza kufikiri vita vyako ni juu ya damu na nyama, umehama kutoka mahali pako unapooperate, umerudi chini. Unatembea katika mwili. Matendo ya mwili yataendelea hapo. Hallelujah. Uasi wowote wa mwanadamu katika maandiko kuanzia na Mwanzo 3, Mwanzo 4, uasi mdogo ule unaozungumzwa pale kwa Kaini, Mwanzo 6, Mwanzo 11, all these major rebellions, kulikuwa na supernatural beings nyuma. Viumbe wa kiroho, mamiungu yalikuwa nyuma yana inspire. Mungu anamwambia Kaini, angalia, dhambi iko mlangoni, inafanyaje? Inakufanyaje?
inakuotea. Lile neno kuotea linaongelea as a certain crouching animal, like a crouching lion. Kama limnyama fulani linalofanyaje? Do you understand? Kilichokuwa kinaongelewa pale, kulikuwa na ushawishi wa kiumbe cha kiroho kinachomjaza chuki na hasira ambayo inazalisha uwaji wa Kaini. Anambia watch out. Same thing which happened kwa nani? Kwa Eva. Eti Bwana Mungu amesema, kuna ushawishi wa nje. Do you understand? Kwa ni kweli mtu ajaribiwi isipokuwa kwa tamaa yake mwenyewe. Dhambi huanza ndani ya mtu, hawezi kusingizia of course. Lakini anasema huku akivutwa na kudanganywa. Huku akivutwa na kudanganywa. So there is always these powers, our beings, our spiritual beings, our viumbe vya kiroho ambao wanachungulia, wakiona hata kachembe kidogo tamaa ya namna fulani, tamaa ya kutawala watu, tamaa ya kufanya hivi, wanatumia hiyo, wanaisukuma zaidi, wanashawishi zaidi. Nakuta mtu wa kawaida amekuwa kama jitu. Anaweza ni yule ama sio yule. Mkristo anafanya nini katika mazingira haya? You pray against what? Principalities and powers. Unaomba kinyume na falme na mamlaka. Hauchinji wanadamu wenzio, haui wanadamu wenzio. Unawabariki wanaokuudhi. Sasa wanaokuudhi, unajua mbariki anayekuudhi aliyenichukulia peni. Unajua kuna watu sasa tunawabariki wanaotuudhi kwenye issue ndogo ndogo, wako tayari. Hilo neno wanaokuudhi, those who persecute you, haliko linaishia na mtu tu aliyeomba chumvi, aliyesema niazime kitu fulani nyumbani kwako, jembe jirani, alafu akurudisha kwa wakati. Sema nambariki tu Bwana kwa ajili yake, Mungu amfanikishe. Inaongelea hadi wale ambao wanataka kukuchinja. Inaongelea wale ambao wanataka kukuua au wameua watoto wako. Hao ni wanaokuudhi. Neno la Mungu linabaki pale pale, wabarikini wanaowaudhi. Glory to God. Tuko pamoja? So, narudia tena swali la msingi. Jamii ya Wakristo wakati wa mabaya tunaomba nini? Kwa wingi sana. Tunaomba nini? Tunaomba nini? Yamkini kwa mifano iliyo hai, katika wakati mgumu wa nchi yetu kama huu tulionao, ambao kuna vitu vingi vya kukasirisha, kuna vitu vingi vya kuudhi yamkini, na tuna sababu nyingi kabisa ya kuona kwamba tumeonewa, tumechukizwa. Tunaomba nini? Ndio swali la msingi. Makanisani huko yanaomba maombi gani? Kwenye huduma mbalimbali za maombi yanaomba maombi gani? Kwenye milima yanaomba maombi gani? Juu ya wale wanaonekana kabisa wanatesa watesaji wa ndugu zetu, yanaomba maombi gani? Kwa mazoea hayafanyi jambo liyo fundisho la Mungu au la Kristo. Neno la Mungu linabaki ramani. Neno la Mungu linabaki kuwa nini? Kiongozi. Nje na hapo ni ibada ya sanamu. Tunafanya mambo ya kurisha nafsi zetu na kujijaza wenyewe. Uwezi kainuka kwa unatoa unabii wa uharibifu wa mtu mwingine, alafu unatamani huo unabii. Yaani unaonyesha kabisa una passion huo unabii utimie wa uharibifu. Je, mtu mwingine awe yeyote, awe ni mtu wa kabila lako au sio kabila lako, awe ni mtu wa dini yako au sio dini yako, yaani unapoonyesha yaani unatoa unabii, nimeona, alafu unaona unapashe ndani yako kabisa, unaanza kuwa na shauku ya kutaka hayo yatimie mabaya, wewe tayari hauko rohoni. Uko wapi? Uko mwilini. Those are facts. Kwa sababu ndivyo ilivyo. Mungu hataki mtu yeyote ama mtu muovu afe haja tu. Ni kweli ama si kweli? Watesi wetu Mungu ana haja nao. Mwambie jirani yako, watesi wetu Mungu ana haja nao. Kimsingi alikufa kwa ajili yao. Kwa hatuwezi kumleta Mungu kwenye mafikara yetu, tukamleta Mungu kwenye kiu zetu, vile tunavyotamani.
Tufutake na Mungu anatamani hivyo. Mungu anawataka wenye dhambi. Paulo aliyekuwa mtesaji na mchinjaji wa kanisa ndiye aliyemuita kuwa mtume. Wewe unaonaje hiyo? Na kumlipiza lolote. Biblia yetu tunasoma robo tatu ya nyaraka ameandika huyo. Mtume nani? Paulo. Nani? Mtesaji wa kanisa. Kwa Mungu sio mjomba tunatoka naye kijiji kimoja. Sasa Mungu nipigie, akupigie nani? Pigia adui zangu. Aha. Hayuko hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neno la Mungu linabaki kwa nini? Nyakati zote turudi kuona neno linatufundisha nini. Ukristo ni kuishi katika neno. Matumikio yetu, mawazo yetu, fikra zetu zinakuwa informed na neno la Mungu. Hata wakati ambapo mwili unataka kuinuka, kama unajisikia kama yani una kiu ya haki fulani ya kibinadamu, nakumbuka neno la Mungu na acha asila yako iwe suppressed na imezwe na neno la Mungu. Haleluya. Tuko pamoja? Tuache mioyo yetu imezwe na nini? Na neno. Neno la Mungu lishinde kwenye maisha yetu. Mwambie jirani yako neno la Mungu lishinde kwenye maisha yako. Mwambie lishinde asila yako. Lishinde chuki yako. Haleluya. Ukae kama Baba yetu aliye mbinguni aliye mkamilifu vile alivyo mkamilifu, ambaye huanyeshea mvua wema na wabaya. Anawapenda hata wasiomshukuru. So back kwenye subject yetu leo. Tumesema, je, inaweza kuomba nini? Utakaso au ninaweza kujitakasa? Ni muhimu sana upafahamu kwa uhakika kama unaweza kuomba utakaso ama unaweza kujitakasa. Kila aliyeamini injili ana utakaso. Hiyo ni pointi ya msingi kabisa ya kuandika. Kila aliyeamini injili anao utakaso. And mind my words, anao. Sio anatafuta, anao utakaso. Maana ni kitu ambacho anakimiliki. Aliyeamini injili hatafuti utakaso. Aliyeamini injili hatafuti utakaso. Aliyeamini injili haombi utakaso. Utakaso sio jambo analoomba, ametakaswa. Aliyeamini injili ametakaswa. Brothers and sisters, mnanisikia? Aliyeamini injili ametakaswa. Na kweli hii ni ya kudumu na ya milele kwake. Yaani huo uhalisia kwamba ametakaswa ni wa kudumu kwake. Haukai siku 2 au 3, ni wa milele kwake. Haibadilishi na chochote na sio matokeo ya machozi. Utakaso kwa muamini sio matokeo ya machozi. Wala sio matokeo ya maombi. Wala utakaso sio matokeo ya sadaka alizotoa. Kwamba nimetoa sadaka hii napata utakaso. Nimeomba mlimani siku 7 nimetakaswa. Muamini anao utakaso. Kila aliyeamini injili anao utakaso. Hebu sema ninao utakaso. Kwa utakaso ni matokeo ya imani katika kazi timilifu ya Kristo Yesu. Utakaso ni matokeo ya imani katika kazi timilifu ya Kristo Yesu. Na hii ni kinyume na mafundisho ya miaka zaidi ya 2000 ya kanisa. Mwambie hapo katikati mambo mengi mengi. Kwa watu wakatunga mafundisho ya kujitakasa. Hatuanzi jambo lolote lazima tujitakase kwanza. Hata kuula ugali tunajitakasa. Baba kwanza tunaomba ututakase kwa damu ya Yesu. Tunaanza kutakasa aliyelima shamba la mpunga. Tunatakasa lile shamba. Tunamwagia damu mashine zokoboa. Tunatakasa mifuko iliyobeba mchele. Tunatakasa jiko lilotumika, vyombo, mkuni iliyotumika. Tunatakasa na hii meza. Tunatakasa na mikono yetu. Tunatakasa na matumbo yanayoenda kula. Bwana tutakase. Sasa tunakula sasa Bwana kwa utakaso wa damu ya Yesu. Belifan. Ibada ianzi mahali mpaka watu waveje? Walichafuka saa ngapi? Usiku mtu analala anajitakasa. Asubuhi akiamka anajitakasa. Yaani usiku analala anajitakasa. Asubuhi akiamka anajitakasa. Huu ni ufahamu wa dhambi unaotesa maisha ya watu. Dhamiri ya dhambi ambayo haijatakaswa, yani hawaoni kuwa wameoshwa na wametakaswa kabisa.
hawaamini katika kazi ya Mwokozi. Unajua unaweza kama muamini asiamini. Muamini asiamini. Yaani wewe ni muamini Injili lakini hauamini matokeo ya kazi ya Yesu kwenye maisha yako. Hauamini kama kweli umeoshwa kabisa. Hauamini kama kweli umevushwa kutoka mautini na kuingia uzimani. Hauamini kama kweli umesamehewa na dhambi. Wakristo wengi wako namna hiyo. Sasa ninamwamini Yesu. Unamwamini kama nani? Ni Yesu ni Mungu. Sawa. Hata mapepo yanaamini kwamba Yesu ni Mungu. Na majini na mashetani. Wewe zaidi ni nini? Naamini alizaliwa na Bikira Maria. Katika kazi aliyoitenda unaamini nini? Nini kimefanyika kwako kwa kazi yake? Kwa kufa, kuzikwa na ufufuka kwake, nini kimetokea kwako? Nini matokeo ya kazi yake? Ninaamini kwamba Kristo alivyokufa na kufufuka nimehesabiwa haki. Hiyo ni imani katika Kristo Yesu. Ninaamini kwamba Kristo alivyofufuka nimesamehewa dhambi zangu. Ninaamini nimehamishwa kutoka mautini na kuingia uzimani. Ninaamini nimeoshwa kwa damu yake. Ninaamini nimekaliwa na Roho wake. Ninaamini ni raia wa mbinguni. Hiyo ni imani katika Kristo Yesu. Lazima ujue unaamini nini katika Kristo Yesu. Sibaki tu kama watu tu yani wako general tunaamini na muamini Yesu. Unamwamini katika nini? Wewe unamwamini Yesu na kesho bado unalia na dhambi zako. Wewe hujaamini katika kazi ya Kristo. Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu na nini? Na dhambi zao. Kwa imani juu ya Yesu Kristo ni kuamini kwamba yeye amekuokoa mbali na nini? Dhambi zako. Amekuosha, amekutakasa mbali na dhambi zako. Dhambi haziko na uhusiano na wewe tena wala ushirika na wewe. You believe. Kwa tumesema utakaso ni matokeo ya imani katika kazi timilifu ya Kristo Yesu. Neno utakaso katika matumizi ya Biblia maana yake ni kutengwa kutoka. Kutengwa kwa ajili ya. Kutengwa kutoka. Kutengwa kwa ajili ya. Unakuwa separated from or for the purpose for certain purpose. Unatengwa kutoka ama kutenga kwa ajili ya. Kutakaswa nilisema sio kama kuosha sufuria yenye vumbi kwamba vumbi au koko tunaliosha na maji ndio tunatakaswa. No. Utakaso, neno hili katika maandiko, maneno ya Biblia lazima yaeleweke kwa lugha zake katika Biblia. Kwa sababu si ya Kiswahili kama ya Kiswahili kinavyotamka. Si ya utamaduni wa Kiswahili, ni ya utamaduni wa Kigiriki cha zamani. Na mengine yakiwa yanatoka kwenye msingi wa Kiebrania cha kale cha wakati wa Musa miaka mingi iliyopita. Kwa lazima urudi uelewe kwamba neno hili utakaso linabeba maana gani na mantiki gani katika maandiko. Lina maana ya kutengwa kwa ajili ya, lina maana ya kutengwa kutoka. Kwa wakati mtu anaamini Injili, anatengwa kwa ajili ya Bwana au kwa Bwana. Yaani ulivyoamini Injili, ulitengwa kwa Bwana au kwa ajili ya nani? Ya Bwana. Kwa maana ya kwamba wewe sio mali yako tena, wewe sio ulimwengu, umetakaswa, umetengwa kwa ajili ya Bwana. Hallelujah. Glory to God. Kwa mtakatifu ni mtu gani? Mtakatifu, maana utakaso unaongelea mtu akiwa mtakatifu, si ndio mtakatifu au? Niko sawa? Mtakatifu maana yake amefanyaje? Ametakaswa. Glory to God. Niwaulize swali. Mtakatifu anakuwa mtakatifu yeye mwenyewe? Wakati wote neno mtakatifu au takatifu linapoongelewa, kuna aliyefanya huyo mtu au hicho kitu kwa nini kitakatifu. Utakatifu sio kitu ambacho ni nasema intrinsic, kitu ambacho kinatokea kutokana na wewe ndani yako. Utakatifu, utakaso ni matokeo ya kitu ambacho kinatendwa kwa mwingine, au tuseme kwamba kitu hicho kama ni kitu huyo mtu anatendwa na mwingine ndio anaitwa mtakatifu, au hicho kitu kinaitwa nini? Kitakatifu. Kwa mfano, katika maandiko ya Agano la Kale siku ziliitwa takatifu. Mnakumbuka? Kuna siku fulani ya mwezi fulani. Kwa mfano, mwaka wa 7, ile siku inapotimiza miaka 7 katika Uyahudi, kuna siku takatifu pale, au sio bwana? Mwaka 49 unapoingia ule mwaka 49 kuna siku nini? Wanaita jubilei, sio kwenda 50 pale. Alafu kuna siku ile ya 7 ni takatifu, sabato kwa Bwana, si ndivyo alafu sikukuu zote, iwe ni Pasaka, iwe ni sikukuu ya mavuno, ni nini, kwa mfano ile Pentekoste, ni nini? Takatifu. Sasa niwaulize, siku yenyewe ni takatifu? Kuna aliye itakatifuza. Haleluya.
Tuko pamoja? Kwa lugha nyingine, kutokana na definition tuliyosema, kuna aliyeitenga kwa ajili ya kusudi fulani, isn't it? Kwa maana siku ikitengwa kwa ajili ya jambo maalum inaitwa nini? Takatifu. Maana sio siku ya kawaida kama zingine. Maana imetolewa kwenye mambo ya kawaida, imewekwa kimaalum. Kwa kutakaswa ni kufanywa maalum kwa ajili ya jambo fulani. Are you getting it? Ni kutengwa kutoka kwenye vingine. Kwamba hiki ni tuko pamoja. Mahali ambapo watu walienda kuabudu, palikuwa mahali tu, dunia kama dunia, nchi kama nchi nyingine tu. Lakini waliposeti kwamba hapa tutakuwa tunakuja kufanya ibada, panaitwa mahali pa nini? Patakatifu. Kwa nini patakatifu? Wametengwa kwa kusudi la nini? Ibada kwa Mungu. Are you getting it? Mbuzi na kondoo ni wale wale. Lakini mbuzi aliyechaguliwa kwa ajili ya huduma ya kikuhani kwenye hekalu la Mungu anaitwa nini? Mtakatifu kwa Bwana. Glory to God. Kwa sababu ametengwa, amechuguliwa kutoka katika wengine, akatofautishwa, akatengwa kwa ajili ya jambo fulani. Takatifu. Watu wenye dhambi walipotiwa mafuta wamtumikie Mungu, wenye dhambi wakaitwa watakatifu kwa Bwana. Makuhani watakatifu. Holy unto God. Anavishwa lile vazi lile, yale mavazi yale ya ukuhani na nini, anasimama mbele za watu, anahudumu katika anahudumu kwa Mungu kwa mambo katikati ya kuhusiana na mambo ya wanadamu, anahudumu mbele za Mungu. Kuhani ni mtu aliyetolewa katikati ya watu wale wale wenye makosa na dhambi, lakini anatengwa maalum kwa ajili ya service kwa Bwana, anaitwa mtakatifu. Glory to God. Do you understand now? Kwa mbuzi, yani wanyama, siku, mahali viliitwa vitakatifu kwa sababu kuna anayefanya hicho kitu kwa nini? Kitakatifu. Are you getting it? Kwa utakatifu sio hali ya mtu kutokuwa na kosa. Utakatifu ni hali ya kuwekwa wakfu maalum au kutengwa kwa ajili ya jambo fulani. So, mtakatifu ni mtu wa namna gani? Mtakatifu ni mtu ambaye ametengwa kwa ajili ya Bwana. Simple like that. Wanasema watakatifu, anasema Bwana apenda watakatifu walioko duniani, Bwana apendezwa nao. Watakatifu waliotengwa kwa ajili ya Bwana. Sio wamejifanya. Wewe huwezi kujifanya kuwa mtakatifu. You can't make yourself holy. It is God who is making you holy. Are you getting it? Si unaongea na mtu? Nani anatufanya kuwa watakatifu? It is God who is making us holy. So we are called holy kwa sababu yeye ndiye ametufanya hivyo, ametutenga, ametuita kutoka katika dunia, akasema ninyi ni wa kwangu, so we are holy unto the Lord. Kwa sababu nanyi mtakuwa watakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu. Glory to God. Kwa kama tunatembea kwenye utakatifu, sasa kumbuka na definition ya utakatifu. Kama tunatembea katika hali ya kujitofautisha na ulimwengu, ni kwa sababu kwanza tumefanywa tofauti na nini? Kwa unaanza kwanza utambulisho kwamba tumetengwa, ndipo na wewe unatembea kama mtu aliyetengwa. Are you getting it? Sio kwamba wewe unajitakatifu. It is not like that. Kwa maana yake utakatifu sio matokeo ya jitihada ya mtu. Utakatifu ni matokeo ya imani tulionayo katika Kristo Yesu inayofanya tutengwe na Bwana na kuitwa watakatifu. Glory to God. So, tengwa kwa ajili ya Bwana. Hii neno limetumika karibia mara 61 katika nyaraka. Nyaraka zinafundisha namna gani tunatakaswa na kwa nini. Wakorintho wa kwanza 1:2. Are you following? Mweze jina yako huko kanisani bado. Au mrudi nyumbani unaangalia maharage jikoni. Wakorintho wa kwanza 1:2 anasema, kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto. Kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto, watu waliotakaswa katika Kristo Yesu. Watu waliotakaswa katika Kristo Yesu. Walioitwa wawe watakatifu. Watu waliotakaswa katika Kristo Yesu. Waliotakaswa, watakaotakaswa au waliotakaswa. Waliotakaswa. Anafafanua, yani walioitwa wawe. So kuna aliyewaita wawe watakatifu. He has called them to be holy. Amewaita wawe watakatifu. Hallelujah. Asa pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. So tunatakaswa katika Kristo Yesu. Kwa hiyo kuwa ndani ya Kristo ni msingi wa kutakaswa kwetu. Kuwa ndani ya Kristo ni msingi wa kutakaswa kwetu. Yaani msingi wa kwamba tumetakaswa ni kwa sababu tuko ndani ya Kristo Yesu. Kuwa ndani ya Kristo ni msingi wa kutakaswa kwetu. Sisi ni watakatifu kwa sababu tuko ndani ya Kristo.
sisi ni watakatifu kwa sababu tuko ndani ya Kristo. Hivyo utakatifu ni hali na asili yetu. Utakatifu ni hali na asili yetu. Tumetakaswa kwa sababu tuko ndani ya Kristo Yesu. Kwa maana yake nini? Utakatifu ni hali, estate. Ni hali na asili, a nature. Ni hali na asili yetu. Kwa maana yake unaweza sasa kubadilisha asili yako. Now it is your nature. Kwa maana yake ukiwa ndani ya Kristo tayari hiyo ni asili yako. You are holy. Ukiwa mwehu ni mwehu kwa sababu umeamua kuwa mwehu, but you are holy unto the Lord. Unapaswa kuwa reminded you are holy unto the Lord. Wewe ni mtakatifu kwa Bwana. Wewe umetengwa kwa ajili ya Bwana. Wewe si mali yako mwenyewe. Wewe si wa ulimwengu. Wewe ni wa Bwana. You are reminded by the word of God. Unakumbushwa kwa neno la Mungu. Kwa ni asili yako. Ukiamka asubuhi hauwezi ukashake off that. Hauwezi ukaiondoa hiyo. You are holy. It is your nature now. You are born to be holy. Yani umezaliwa katika huo. Ni asili sasa. Iko kwenye damu yako. Iko kwenye DNA yao. Wewe ni mtakatifu. Yani kwa lugha nyingine, ukiwa umeamini Yesu, wewe unataka hutaki, wewe ni mtakatifu. Amen, amen. Wewe unataka hutaki. Uamke asubuhi sasa, mimi nakataa sasa. Mimi sio mtakatifu. Angels and us are laughing at you. You are holy. Mimi nakataa. Mimi sio mtakatifu. Unasema you are mad. You are holy. Wewe ni mtakatifu. You can't change that. Ni kama kabila lako. Unaweza kubadilisha? Tadanganya watu mjini tu. Lakini kabila lako limekuganda ndugu yangu. Wewe ni wa huko tu. Kama ni Mbalbegi, Muiraki, Mdengeleko, Msukuma, Makonde, Masai, wewe ni Masai tu. You can't change that. It is your state and your nature. Glory to God. Your state and what? Your nature. This is how we are in Christ. Hallelujah. Kwa hiyo imetushikilia, hiyo ni hali. Tumezaliwa hivyo. Tumefanywa hivyo. Na aliyetufanya afanyagi mambo yake kama anabahatisha. Angeona mwanadamu ni kama umepewa kadi ya nani, watu wananyaganyaga tu. Kupatia kana vigezo na masharti, siku hizo wanasema T&C, terms and conditions. Okay, haribu zile basi zile privileges zinafanyaje? Zinakatika. But in Christ we are born to be holy. Hallelujah. Mwandishi wa Ibrania ameeleza kwa msisitizo ni jinsi gani tumetakaswa kwa sababu ya alichokifanya Kristo. Namna gani? Jinsi gani tumetakaswa? Waebrania 2:11. Are you learning? Waebrania 2 ngapi? 11. Asa kwa maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Hallelujah. Maana yeye atakasaye, kwa kuna anayetakasa, isn't it? Na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuita ndugu zake. Jesus is not ashamed to call us ndugu zake. Na hilo neno ndugu pale neno adelphos katika Kigiriki. Naongelea wale wanaotoka kwenye tumbo moja, au same parentage, same womb. Adelphos. Kwa Yesu anatuita kama sisi tumetoka kwenye tumbo moja na yeye. Hallelujah. Born from the dead. Yeye ni mzaliwa kwanza kutoka wafu, na sisi tumechukua asili hiyo. Alipofufuliwa tukafufuliwa pamoja naye. We are born from the same womb. Tumetoka kwenye asili moja. Same parentage, uzao mmoja. Adelphos sema haoni haya kuwaita ndugu zake. Haya ni mambo yanatupa furaha tunapotembea duniani. Hata mambo yanapokuwa mengi ya sana kumbuka, mimi ni ndugu wa Yesu, mrithi pamoja naye. Glory to God. Hallelujah. Yes. Co-heir with Jesus. Mrithi pamoja naye. Amen. Kwa mwandishi amemwita Yesu na waamini kuwa ni nani? Ndugu. Ikionyesha utambulisho mmoja. One identity. Hebu sema nina utambulisho mmoja na Yesu. Na hii ni baada ya kutiita sisi tuliotakaswa na kumwita Yesu atakasaye kwa huo ufufuo. Sisi tumeitwa tuliotakaswa kwenye msali, na Yesu ameitwa atakasaye kwa huo nini? Ufufuo. Kwa lugha nyingine, toleo ama sadaka yake Yesu Kristo ndio msingi wa utakatifu ama utakaso wetu. Toleo ama sadaka
au dhabihu lugha nyingine. Sasa hivi ni lugha ya zamani zaidi. Dhabihu ndio lugha ya zamani au ni ndio ya kisasa? Dhabihu kwa Waswahili sasa. Dhabihu ndio lugha ya zamani zaidi. Sadaka, toleo. Okay. Hivyo tu. So, dhabihu yake, sadaka yake ndio msingi wa nini? Utakaso. Haleluya. Waebrania 10:10. Kwa muamini manake kwa lugha nyingine hana alichokifanya yeye kuwa mtakatifu. Dhabihu yake, toleo lake, sadaka yake ama ufufuo wake ndio msingi wa utakaso wetu. Kwa sio matokeo ya machozi ya usiku kucha. Sio matokeo ya maombi mlimani umefunga siku 40. Ni matokeo ya kazi yake. Imani yako kwenye kazi yake timilifu imekufanya kuwa aliyetakaswa. Umetakaswa na ni hali na asili yako once and for all ya milele inayodumu isiyobadilika. Glory to God. Wokovu mkuu namna hii. Waebrania 10:10 anasema katika mapenzi hayo mmepata utakaso. Kwa kuna mapenzi yamezungumza hapo. Yapi? Kwa kutolewa mwili wake. Dhabihu ya mwili wa Kristo Yesu. Asa katika mapenzi hayo mmepata utakaso. Hebu sema nimepata utakaso. Sitafuti utakaso. Nimepata utakaso katika mapenzi hayo, katika dhabihu hiyo, kwa kutolewa kwa Yesu Kristo mara moja tu nimepata utakaso. Kwa hiyo ninamiliki utakaso. Ninao utakaso. Mimi niliyetakaswa leo, jana na milele. Amen, amen. Yes. Kwa sio matokeo ya maombi wala sadaka. Umepata utakaso. Anasema katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara 10. Mara moja tu ameweka pale. Alijua kuna wajanja leo wanaoibuka. Anasema amna, inabidi ujitakase ukiwa unataka kupanda basi, takasa matairi kwanza, takasa kile kiti, jitakase na wewe. Unajua unaweza kapinduka ukaanguka, ukaenda ukakuta umeenda, hujatubu dhambi ya mwisho. Mafundisho ya kuzimu haya. Hujatubu dhambi ya mwisho. Hivi wokovu utegemea kutubu kwako dhambi ya mwisho? Ni wewe unataka upambane kujiokoa au umeokolewa? Unawezaje kusema nimeokolewa kama ili uende mbinguni inategemea utakavyo time kale ka sekunde ka mwisho kabla hujafa useme nisamee ndio sasa wewe umepenya. Yesu angebaki mbinguni anakula mikate tu. Hayo kufanya nini huko? Uwezi ukaja huko afu unasema kabisa na maandiko mengi kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana pekee ili kila muamini asipotee bali azamile. Wakati wewe hujafanya kazi yote ya maana ya msingi kwenye maisha yao, umewaachia msala wa kujiokoa wenyewe. Unajua kuna injili na ubiriwa duniani inayomfanya kwamba Yesu wewe muongo wa mwisho, si wa kwanza wa mwisho. Wa kwanza kabisa. Top most liar. Kwa sababu anasema kitu ambacho hajafanya au anasema kitu ambacho kwamba nawapenda nimewaokoa, hakina effect kwenye maisha ya mtu. Haiwezekani tu tumeokolewa alafu tena tunapambania nini? Wokovu wetu. Alafu useme mimi ni mwokozi wenu. Umetuokoa lini? Wapi? Niliokoaga zamani, kwa ulipotuokoa ukatuacha tena kwenye hatari. What kind of a savior are you? Hallelujah. Are you getting it? Mungu hajakukataza usitumie akili yako unaposoma scriptures. Akili yako inapaswa itumike kwa sababu maandiko yenyewe yameandikwa kuna mtu anasema amna mchungaji kwa roho. The Bible is an intelligent book. Ndio maana kichaa hawezi kusoma na kuelewa. Ndio maana ambaye hajaenda kufundishwa A, E, I, O, U hawezi kusoma na kuelewa. Kimsingi, illiteracy is of the devil. Nimesemaje? Illiteracy ni hali ya kutokuwa na elimu kabisa ya kusoma na kuandika. Ile ni giza la shetani kwa sababu mambo ufunuo mkuu kuhusu Mungu umewekwa kwenye nini? Maandishi. Umewekwa kwenye maandishi. Wewe kumbuka maneno yenyewe ya Yesu na ya Paulo. Yesu anasema, "Je, hamkusoma?" Yaani maswali yote ya imani yalikuwa anauliza kwa kusema, "Je, hamkusoma?"
unasikia kama ilivyoandikwa. Kwa hiyo kama hujui kusoma Paulo anasema sasa nimewaandikia kwa maneno machache ambapo myasomapo mtajua ufahamu wangu asili nilionayo katika nani? Myasomapo anaginosko. Tena sio tu kusoma kwa umakini. Unasoma kwa kurudia, una pay attention kwa details, zile taarifa unaweka umakini, unasoma. Maana yake akili yako inafanyaje? Inatumika. Amen. Inatumika. Sasa ameweka wazi kabisa. Anasema hivi, anasema kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Akili yako inapaswa ielewe mara moja. Mara moja na maana gani? Hapo ndio matumizi ya akili hapo. Kwa sababu kama unasoma mara moja, wewe unaelewa ni mara 20, una akili. Tuulizane. Hapo unahitaji roho hapo. Kazi ya roho ipo baada ya wewe kwanza kuwa umestadi na akili, ndio kazi ya roho inakuja kukupa maana na mantiki na umuhimu wa hicho ulichoelewa. Tuko pamoja? Lakini lazima akili yako iwe involved. Mara moja tu ni neno la Kiswahili unatakiwa kuelewa. Kama uko kufundishwa mara moja maana yake nini? You can't understand. Hata uanze kufanya hivi. Unajua kuna watu zamani walikuwa anashika Biblia. Hapo anafanya hivi. Anajiwekea kwenye uso. Roho Mtakatifu, naomba ufunuo. Wachawi wanazaliwaga hivyo. Nawaambia kabisa. Na dini nyingi za kishetani zimeanza hivyo. Mtu anakaa mwenyewe chumbani. Anasema Roho Mtakatifu ndio nini? Mwalimu wangu. Ukikutana na mtu anasema Roho Mtakatifu ni mwalimu wake, kimbia haraka sana. Roho Mtakatifu mwalimu wangu, Roho Mtakatifu. Swali linakuja. Roho Mtakatifu ni mwalimu sio mwalimu? Mnataka kunikana tena? Roho Mtakatifu jamani ni mwalimu sio mwalimu? Okay, sawa. Roho Mtakatifu ni mwalimu. Namna gani anafundisha? Hoja, hicho sio kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu. Namna gani anafundisha? Ndio kwenye mtihani hapo. Ndio understand? Huwezi kukaa wewe hauna mwalimu aliyekufundisha neno, wale kufundisha namna ya kusoma hiki kitabu kilichoandikwa na wanadamu kwa lugha za wanadamu, sio lugha ya mbinguni, lugha za wanadamu wenye utamaduni mwingine tofauti na wakwako. Useme Roho Mtakatifu mwalimu ananifundisha. Mtu amekaa zake chumbani anasema, "Oh Yesu, nipe ufunuo." Kuna wale wanaangalia mamovie yale mabuza na Wahindu wale, na anakaa na meditate, ameweka miguu hivi, afu ameweka mikono yake hivi, anapokea ufunuo, anafumba macho, anafanya ananyua kichwa kama kuku wale wanaotafuta kunywa maji. Nafikiri wanaiga hizi kutoka kwa waganga wa kienyeji. Maana waganga wana mbwembwe za ajabu sana. Waganga wa kienyeji wana mbwembwe za ajabu sana. Na ile yote kukutisha kwamba kuna something spectacular. Yaani anajua. Haongei sauti yake anaanza. Ndio hiyo naombi nao ameingia hoja anafika. Karibu unaingia hapa ni mahali patakatifu. Wewe ongea kawaida. Karibu mtusho. Hizi ni manipulation. Wameiga wapi? Mtoto wa Mungu amekuja sasa. Haleluya, karibu mtakatifu. Bwana yuko hapa. Umesema limekuanza lini hilo tatizo? Holy Ghost. Bwana kurehemu. Kaya baba kaya bekele da bazugu gugu kira kemama. Nasikia Bwana anasema kuna matatizo mengi kwenye maisha yako. Utapaswa uje na sadaka nzito ya ukombozi. Utajaa, unaibiwa mchana kweupe mjini. Mchana kweupe. Mchana kweupe.
Kwa akili yako itumike. Mwambie jana kwa akili yako itumike. Lugha yoyote inafundishwa. Ni kweli ama si kweli? Kuna nyakati, wakati uliopita, wakati uliopo, wakati unaokuja, sio wakati mkamilifu unaoendelea. Makokolo mengi mimi mwenyewe mpaka sio mtaalamu sana, mimi nasahau vitenzi, vivumishi, vikurupushi, hivyo unapaswa veje uelewe. Kwa sababu ndio means za kucommunicate, ndio njia za kufanyaje kuwasilisha. Kwa hiyo kama mtu hakujua ukisema kwamba nilikuja jana ina maana gani, akawa anaelewa nitakuja jana. Si hivi kuna kuja jana. Maana yake lazima unaelewa kwamba kwenye lugha hii nikisema nilikuja jana naongelea jambo lililopita. Amen, amen. Akili inatumika au haijatumika? Ndio maana wamama wetu wale wa zamani ilikuwa akikusemesha jambo ukamrudishia tena swali wakati kwa jambo ambalo amelisema liko clear, jibu lake analokupa sio la lile swali, ni kibao kimoja cha kuliseti hiyo akili yako ikae sawa. Kwa sababu unaonekana wewe ni mjinga, unauliza nini? Unazunguka, nimesemaje? Unarudia mwenyewe vizuri alivyosema. Na utakuwa umeelewa. Hawakuwa na muda wa kurudia mara 10. They speak once. They speak what? Wao ni once and for all. Mara moja ya wakati wote. Utanyoka. Mimi naona kuna watu wameelewa vizuri. Ndio maana watu kizazi cha sasa hivi kinasumbua. Maswali mengi kila wakati maswali. Wewe unaambiwa mara moja, you have to listen carefully. No one is there to repeat. Akitoa maelekezo, anafanya nini? Unanisikia? Unajua hiyo inaitwa attention. Ndio mama anasikia. Anasema, ninaondoka, ninaenda. Ufanye hiki ufanye vile, umenisikia? Ndio mama. Sasa arudi. Akute umefanya unavyojua mwenyewe. Kesho utajua jinsi ya kusikiliza. Haleluya. Watukuzwe wamama wote wa namna hiyo. Walilea watu wa maana sana. Amen, amen. Kwa anasema kwa toleo mara moja tu. Ameweka tu. Maana yake hakuna ziada. Hauhitaji sadaka nyingine kwa ajili ya utakaso. Unahitaji hiyo moja na imetosha mara moja kwa milele. Glory to God. Ombe jana yako mara moja tu. Muweze na maana gani? Yaani wewe unaelewa nini kusema mara moja tu? Kwa hiyo ni dhabihu gani ambayo watu wanajitakasa usiku, wanajitakasa asubuhi, wanajitakasa Jumapili, tukija asubuhi wanajitakasa, tukimaliza ibada wanajitakasa, tukienda jioni wanajitakasa, wewe unajitakasa. Hii ni dhabihu gani nyingine wanaoitumia? Maana ya Yesu ni ya mara moja tu. Hallelujah. Yes. Sasa kwa mapenzi hayo mmepata utakaso, kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. So tulitakaswa kwa kutolewa kwa Yesu mara moja. Yaani toleo lilotolewa au lilotolewa mara moja, na hilo likatufanya waliotakaswa milele. Hallelujah. Toleo limetolewa mara moja na hilo lina nguvu. Lilitosha kutakasha milele. Na huu ndio utukufu wa damu ya Yesu. Ndio nguvu ya damu ya Yesu. Sio kama ya mafahali ya mbuzi na kondoo kwamba kila siku inarudia haitoshi. Mara moja. Once and for all. Hallelujah. Glory to God. So mwandishi amelinganisha namna ya makuhani walivyokuwa wakitoa dhabihu chini ya Agano la Kale. Makuhani chini ya Agano la Kale, wao walikuwa wanatoa kila mwaka. Ili hali dhabihu ya Yesu ilitolewa mara moja. Au ilikuwa ya mara moja. So kwa wale ambao sio wasomaji wa Biblia, ambao mnataka mwanze kuwa wasomaji wa Biblia kwa nguvu sana, mastori yale ya Agano la Kale unasoma na kurudia. Kwenye Agano la Kale makuhani walikuwa wanatoa dhabihu kila nini? Mara kwa mara. Kwa sababu gani? Biblia inasema kwamba dhabihu zile za mafahali na mbuzi na kondoo hazikuweza kuondoa nini? Wala kutakasa dhamiri za hao waabudu. Kwa kulikuwa na kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Tena imagine yaani wao walikuwa kuhani akishatoka tu kwenye lile patakatifu karudi zake salama, hajafa. Ametoka patakatifu kufanya dhabihu na kutoa sadaka kwa ajili ya taifa lote la Israeli. Akionekana mkutano wote wa Israeli unashangilia, unafurahi, unaondoka mwaka mzima kwa amani. Hawana mawazo ya dhambi. Mwaka mzima. Ndio understand? Dhabihu yenyewe ya nini hiyo? Mbuzi, kondoo au ng'ombe. Sasa jiulize wewe uliooshwa kwa damu ya Yesu.
dhabihu bora ya thamani. Haimalizi hata usiku mmoja. Ndio maana damu ya Yesu kama ya kunguni. Hata usiku mmoja imalizi. Ushaona haijatosha, ni mchafu, unahitaji ujitakase tena, uongezee. Unaona yani uite, ungesema ita mara 7, ita damu mara 7. Ita damu mara 7. Matumizi mengine ya damu ya Yesu imekuwa very abused, mapepo na yeye yananyweshwa. Kunywa damu ya Yesu. Imekuwa juice ya mapepo. Kunywa damu. Yaani ukikukuta na vitu kuchape viboko kwa sababu unadhalilisha uhai wa Kristo, kazi ya msalaba iliyotukuka. Unadhalilisha, unasema mapepo yanywe damu. Yanakunywa damu mapepo. Hivi unajua mapepo yakinywa damu ya Yesu yanakuwa ni ya mbinguni, yameokoka na yametakaswa kabisa. Wewe unaona ndio adhabu. Kunywa damu. Kunywa damu ni lugha ya kibibilia inaongelea kunywa roho. Tulinyweshwa roho. Na kunywa roho ni lugha ya Biblia inaongelea kukaliwa na roho au kupokea maisha ya Mungu ndani yako. Kupokea. Lugha ya kula na kunywa ni lugha ya kupokea. Mtu akiula mwili wangu na kunywa damu yangu, Yesu kwa kumaanishi kwamba watu wakanywe kimiminika cha mwili wake cha damu yake na kula nyama ya mwili wake. No, anazungumzia wakimpokea yeye, wakiamini maneno yake. It's to believe, to receive. Tuko pamoja? Kwa naambia pepo, kunywa damu ya Yesu, wake pokea maisha ya Yesu. Hapana. Hallelujah. So Ibrania 10:12 mpaka 14, soma sasa vizuri. Katika muktadha anasema, lakini huyu atakuwa nani sasa? Maana anamtofautisha na makuhani wa zamani. Alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. 13, tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. 14, kwa maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Kwa toleo moja amefanya nini? Amewakamilisha. Hebu sema nimekamilishwa. Sema nimekamilishwa. Sijasikia sauti. Rudia tena. Haleluya. Umefanya nini? Umekamilishwa. Kwa muamini ni mtu gani? Aliyekamilishwa. Na kwenye mtakaso, kwenye muktadha kinachoongelewa ni nini? Utakaso. Kwa katika utakaso wako umekuwa made perfect. You are perfected forever. Hakuna deni tena kwako. Hakuna kitu kinaitwa mimi unajua nina dhambi za kuombea utakaso. Hakuna dhambi za kuombea utakaso. Umetakaswa mara moja kwa milele. Haleluya. Ukichunguza mstari wa 14, utakaso umekamilika. Katika Kristo muamini ametakaswa milele. Glory to God. Hatakaswi au hafanywi kwa mtakatifu kwa sababu ya matendo yake. Very key point. Hatakaswi au hafanywi kwa mtakatifu kwa sababu ya matendo yake. Katika kuliandikia kanisa la Korinto, Paulo alielezea namna gani walitakaswa. Katika kuliandikia kanisa la Korinto, Paulo alielezea namna gani kanisa lifanyaje? Litakaswa. Wakorintho wa kwanza 6:11. Wakorintho wa kwanza 6:11 anasema, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. So, mlikuwa watu wa namna hii zamani. Hebu sema zamani. Sababu yenu mlikuwa watu wa namna hii. Mlikuwa ni past tense. So it means you are no longer that way. Ni past tense. Na anaongea na kanisa la Korinto ambalo ndani yao tayari kulikuwa bado na watu wana wivu, wana fitina, kulikuwa na wazizi mle, kulikuwa na watu wenye kujifanya sio watu gani. Yaani palikuwa na changamoto zipo katika kanisa la Korinto. Lote kwa ujumla anasema hivi, baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii. Lakini mlihesabiwa haki kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Chunguze mstari wa nyuma yake, mstari wa 10. 9 hadi 10. Tumesoma mstari wa 11, si ndio? Tuangalie mstari wa 9 hadi wa 10. Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike,
waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Hii ndio mistari ya nyuma kabla ya lakini. Kwa lakini haianziagi popote tu. Lakini neno lenye kutofautisha, contrasting word. Iko kutofautisha kile na kile. So lakini, kwa kabla ya lakini unarudi nyuma. Umesikia hiyo list? Unaweza kuanganisha na ile ya Wagalatia 5:19 kwenda 20. Sema na matendo ya mwili ni dhahiri: uchafu, uongo, fitina, usuda, uchawi, ulafi, na nini tena? Uzushi, na nini tena? Na makorokoro yote, na yote yafanana na hayo. Kwenye hiyo list unapona? Ukijimulika unapona kwenye list ile. Sasa na yanayofanana na hayo. Ulafi uko hapo. Uchafu uko hapo. Uongo uko hapo. Fitina iko hapo. Uzushi uko hapo. Kila kitu na yanayofanana na hayo. Sasa anasema awamjia kuwa wadhalimu hata urithi ufalme wa Mungu, sidanganyike. Washerati hata urithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Kwa ametaja baadhi ya tabia na matendo ya mwili na kusema baadhi yao walikuwa hivyo kabla ya kuokolewa. Sasa chunguza namna walitakaswa na kuhesabiwa haki. Walikuwa wametakaswa na kuhesabiwa haki kwa sababu walibadilika wasiwe watu waongo, washerati, wazinzi, walawiti. Ndivyo walivyohesabiwa haki, ndivyo walivyooshwa, ndivyo walivyotakaswa. Nini anasema kilichobadilisha blandi yao? Namna gani walitakaswa? Namna gani? Sasa mlikuwa, baadhi yenu mlikuwa tunaambia, lakini mlioshwa, mlitakaswa, mlihesabiwa haki kwa kubadili mwenendo. No. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo na kwa Roho Mtakatifu wa Mungu wetu. Haleluya. So, hataji kubadilika kwa mienendo yao. Tofauti ya mtu katika mstari wa 11 na mtu katika mstari wa 9 na wa 10, yule ambaye ametajwa kule wadhalimu watu gani, sio tabia na mwenendo, bali ni mtu katika mstari wa 11 yupo ndani ya Yesu Kristo. Ndio tofauti yao. Huyu yuko ndani ya Yesu, yule mwingine hayuko ndani ya Yesu. Ukiwa nje ya Yesu, dhambi zote ni blandi yako, ni lebo yako. Ukiwa ndani ya Kristo, majina yako yamebadilika, unaitwa mtakatifu, ukuhani wa kifalme, taifa teule, mtu wa miliki wa Mungu, umezaliwa kwa Roho, mtoto wa Mungu kabisa, mrithi pamoja na Kristo, raia wa mbinguni. Ndio jina lako jipya. Anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Sio atakuwa kiumbe kipya, amekuwa kiumbe kipya. Ya kale imepita, tazama yamekuwa mapya. Nini kimebadilika? In Christ. Yuko ndani ya Kristo Yesu. Nini kimebadilika? Ameoshwa, ametakaswa. Yaani ameoshwa, yaani ametakaswa, yaani amehesabiwa haki. Namna gani? Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo linaongelea nini? Kazi yake, matokeo ya kufa, kuzikwa na kufuka kwake. Yaani kwa Roho Mtakatifu wa Mungu wetu. Maana yake katika ufufuo wa Kristo Yesu, Roho wake alipoachiliwa, kila aliyeamini alipokea Roho, ameoshwa, ametakaswa. Neno kuosha, kutenga kabisa. To lose. Hallelujah. Kwa tofauti ya mtu katika mstari wa 11 na mtu katika mstari wa 9 na wa 10, sio tabia au mwenendo, bali mtu katika mstari wa 11 yupo ndani ya Yesu na ametakaswa kwa Roho wa nani? Wa Mungu. Hivyo tunatakaswa au tunafanywa watakatifu kwa Roho wa Mungu. It is simple as ABC. Tunatakaswa au tunafanywa watakatifu kwa Roho wa Mungu. Haleluya. Okay. Tuanzie mambo mengi hapa. Warumi 15:16. Warumi 15:16. Ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu kati ya watu wa mataifa, niifanyie injili ya Mungu kazi ya ukuhani, kusudi mataifa wawe sadaka yenye kibali, ikiisha kutakaswa na mwenendo wao mwema. Hivi tunasoma wote, nasoma mwenyewe? Nimegundua nasoma mwenyewe.
Tofauti ndio changamoto za kusoma mwenyewe. Mjini unakuwa unaibiwa tu, unatapeliwa tu. Hapo nishawaingiza chaka. Na hata mshtuki. Hebu tusome wote kuanzia mstari B. 1, 2, 3. Kusudi mataifa wawe sadaka yenye kibali, ikiisha kutakaswa na this church, where are you? Warumi 15:16. Warumi 15:16. Umefika? Tuanzie mwanzo kabisa. 1, 2, 3. Ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu kati ya watu wa mataifa, niifanyie injili ya Mungu kazi ya ukuhani, kusudi mataifa wawe sadaka yenye kibali, ikiisha kutakaswa na Roho Mtakatifu. So nani atakasaye? Kwa maana yake Paul anafanya huduma, anahubiri injili, kazi ya Mungu. Kupitia kazi ya injili, wanapoamini anapresenti mataifa kama sadaka yenye kibali mbele za Mungu, ikiwa imetakaswa kwa nani? Kwa Roho Mtakatifu. So nani atakasaye? Roho Mtakatifu. Wale watu wakisema mambo yote wakiuliza, mmejifunza nini? Nimejifunza utakaso, na atakasaye Roho Mtakatifu. Haleluya. Nani atakasaye? Roho Mtakatifu. Kwa utakatifu wetu si kwa sababu ya mwenendo au tabia zetu, bali ni juu ya msingi wa vile tulivyo. Ni juu ya msingi wa vile tulivyo. Asili yetu, tuko ndani ya Yesu na tuna Roho wa Mungu. Petro alifundisha kweli hii pia. Petro wa kwanza 1:2. Petro wa kwanza 1:2. Petro wa kwanza 1:2. Kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika utakaswa na Roho, hata mkapata kutii na kunyunyiziwa damu ya Yesu Kristo, neema na amani na ziongezwe kwenu. Neno utakaso katika lugha ya asili linaongelea ubora au hali ya kuwa tofauti. Ubora au hali ya kuwa tofauti. Kwa Petro anaeleza kwamba utakatifu kama kazi ya Roho. Hivyo mbele katika sura hii, mfano ya pili, hapa mstari wa 9, akaeleza waamini kama taifa nini? Takatifu. Anasema bali ninyi ni mzao mteule. Ninyi ni, maana yake hiyo ni brand yenu, hiyo ni asili yenu. Wote hapa hakuchagua akisema unajua kuna wengine bado wanasengenya kanisa. No, ninyi wote anaowaamini anasema bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyowaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Kwa baada ya kujua wewe umetakaswa, umetengwa kwa ajili ya Bwana, amesema kusudi nili ufanyeje? Upate kuzitangaza fadhili. Maana yake ni kuhubiri injili na wengine wafanye wanafunzi. Baada ya kuamini, baada ya kusamehewa, baada ya kuoshwa, baada ya kutakaswa, kazi yako sio kuanza kuria tena kuhusu dhambi. Kazi yako ni kutangaza hiyo kazi iliyofanyika kwenye maisha yako. Ni kuhubiri Kristo, kutangaza fadhili zake, kwamba wokovu wake ni mkuu na wengine waokolewe. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo inamaanisha kwamba tumefanywa kuwa wapekee, tumetendewa kwa tofauti au kimaalum, to be treated specially. Hiyo ndio utakatifu na ni asili yetu. Hallelujah. Tuko pamoja Kwa ni muhimu kufahamu kwamba muamini hajakuwa mtakatifu kwa jitihada zake mwenyewe, lakini utakatifu sio matokeo ya maombi wala sadaka wala chochote ambacho ni jitihada za mtu. Ni matokeo ya Roho wa Mungu. Niulize tena swali. Muamini anaomba utakaso? Anatafuta utakaso? Muamini ana utakaso wa wakati gani? Je, utakaso ni asili yako? Ukiulizwa na maandiko ya kusimamia. So una maandiko ya kusimamia, standing scripture. Sasa nasimama katika maandiko, mtu achukua Biblia anaweka chini, nasimama juu ya maandiko. So do you have scriptures? Una maelezo katika maandiko yanayoeleza kinagaubaga kwamba wewe umetakaswa, si ndio? Very good. Unatembea katika upya ufahamu. Usisahau umetakaswa. Vunja utamaduni wa siku nyingi. Toka kwenye hilo kongwa la siku nyingi kwamba lazima nijitakase. Huko ni kutembea katika kutokuamini. Vunja kongwa la siku nyingi. Siwezi kuomba bila kusema Baba, kwanza naomba unitakase kwa damu ya Yesu. Nakuja kwako kwanza kwa wewe tayari una ushirika na Baba.
usioweza kukoma wala kuvunjika tangu ulipoamini. Haleluya. Maombi yako yanapaswa kuwa matamu. Asante Yesu kwa ajili ya utakaso katika Kristo Yesu. Asante Baba kwa hiyo utakaso katika Kristo Yesu. Asante Mungu, nimehesabiwa haki, nimestahilishwa kwa damu ya Yesu Kristo. Ninasogea, niko mbele zako, ninasema na wewe Baba, kwa msingi wa kazi ambayo Kristo amefanya kwa maisha yangu. Asante kwa ujasiri huu nilionao ndani yake kwa ajili ya dhabihu ambayo imeitoa mara moja kwa milele. Asante kwa ajili ya kazi ulionipa. Asante kwa ajili ya injili hii. Asante kwa ajili ya watu wanaokolewa. You just speak. Hakuna hatia wala hofu ndani yako. Tuanza mimi ni kamnyama kaliko kufa kabisa. Mimi ni kale kambwa kwenye dhambi, kamtu dhaifu kanyonge. Wewe unatukana kazi ya msalaba. Huo sio unyenyekevu, ni kiburi na jeuri. Ni kufanya kwamba alichokifanya ni hamna. Lakini Kristo atukuzwe, ametuokoa, ametutakasa, ametukamilisha hata milele. Haleluya. Wangapi hawatarudia hiyo tabia ya kuombaomba utakaso asubuhi na usiku? Asante sana. Amen, amen. Don't do that. Peleka dhabihu, matunda ya midomo yaliungamalo jina lake. Msifu kwa kazi iliyofanya. Msifu kwa msamaha aliyokupa. Msifu kwa dhabihu aliyotoka kwenye utakaso wako. Uhitaji kuomba utakaso, unapaswa kusifu jina lake kwa baada ya utakaso. Ukiwa umekaa hapo, pray for yourself.